Najua ndio mmeweza kuchoka. Yes. Na kazi ya leo mmeweza kuifanya. Lakini kuna mambo au kazi ambao bado hamjaifanya. Na kazi hiyo nataka kuambia sasa hivi. Nataka myateke masikio yenu na mnisikize kwa umakini. Kile ambacho nataka mjue ni kuwa kabla siku 2 kukamilika mnapaswa muwe mmemsaidia Brian. Na Brian hamtaweza kumsaidia hivi tu. Maana inapaswa iwagharimu kwa kujituma. Japokuwa mnaniacha katika msitu huu niifanye kazi yote. Lakini kuna kazi ambayo siwezi nikaikamilisha peke yangu pamoja na mitume wa Mwenyezi Mungu. Itabidi mtoe dhabihu. Dhabihu ambazo ya kwanza ni mbuzi ambao mimi mwenyewe ndio nahitaji. Hiyo ni ya kuleta confusion kwa wale majambazi ili tuweze kumsaidia Brian. Dhabihu ambayo mitume wanaitaka ambapo wameweka kikao kikubwa zaidi kwa ajili yenu. Ni dhabihu ya ng'ombe wa kiume. Kwa hivyo itabidi mjikakamue zaidi. Tutajikakamua kiumbe cha Mwenyezi Mungu. Najua ni kazi ngumu. Lakini msisahau ni siku 2. Siku 2 zimebakia. Ole wenu mkataa kumsaidia ndugu yenu Brian. Na hisi mauti yatamfuata. Maana naona huruma kwa sababu hizo pesa mwezi mkazitafuta. Hizo pesa ambazo wale majambazi wanazitaka. Maana hata mkiwa hapa utaweza kuangamiza tu. Lakini mkiweza kufuata kile ambacho nimewaambia, utaweza kusaidika. Nataka muondoke. Kwa hivyo tutoka kwa hii msitu tuende nyumbani. Mtoke katika si kuondoka tu na kwenda nyumbani kukaa. Najua kile ambacho mnadhania. Msichoke. Najua mmechoka. Lakini pia nanyi itabidi mjitume zaidi kwa kazi hiyo. Maana mkataa kufanya hicho, mjue maisha ya Brian. Nyinyi ndio mtakaofanya ipoteze ama iwe salama. Kwa hivyo nataka muondoke mara moja. Na mwache kukaa kizembe, mtembee kwa ushupavu. Mwende salama, mniacha katika msitu huu. Nifanye kazi ambayo imebakia. Natumai mmesikia taarifa yangu. Msiweze kuniangusha wala kuangusha mitume Mwenyezi Mungu. Dhabihu. Dhabihu. Dhabihu ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya maisha yenu. Nendeni. Tuendelee kuombeana guys. Tuendelee kuombeana hapa na pale kwa sababu hii ni mambo ambayo inahitaji maombi zaidi. Hii ni mambo ambayo inahitaji tusaidiane mimi na wewe. Na kiumbe cha Mwenyezi Mungu ameweza kuiput clear ya kwamba tuhitaji kutoa hiyo 100k ndio tuwapelekee. Tuachie yeye pamoja na mitume hiyo kazi, unaona? Na mimi acha nikwambie kitu. Unaona ukisikia kiumbe cha Mwenyezi Mungu ametisha mbuzi, labda kuna sababu. Kwa sababu unaweza pata labda anaishiwa nguvu. Sasa nataka kukula hiyo mbuzi, unaona? So guys, tusiangushe kiumbe cha Mwenyezi Mungu. Sasa mteule alienda kwa sababu mwili wake uko dhaifu, unaona? Haya, mtume Dangulo pia yu kwa sababu kiumbe nani yake iko dhaifu, unaona? So wakienda, unajua hao magunzo wameweza kuelewa ya kwamba the moment wanamaliza hiyo mwili ya huyo mtu mwenye anatumia hiyo kitu, wanamaliza, unaona? So kitu mimi ndawasi sasa hii tusikubali kwamba mwili ya clone iko dhaifu, unaona? So wacha tu support hiyo mbuzi, acha changamke tukupate, si ndio? Alafu wale mtume ndio watokea wasaidie clone katika hii harakati. Wanahitaji ng'ombe, unaona? Ng'ombe si pesa mingi. I think ni kama 35,000, si ndio? Plus mbuzi ni kama 18,000. So ni kitu kidogo tu. So guys, tutaweka live kesho, si ndio? Ya kusaidiana. Juu amesema Abraham baki siku kama ngapi? Siku kama 2, unaona? 2. So mimi kitu ndawasi, mimi wewe fan wetu wa nguvu, wewe supporter wetu. Let us be okay all together, si ndio? Wacha tuendelee, tumeambiwa tutoke. Wacha tuendelee kupiga malap tukiangalia. Cameraman, kwa makini. Tena kuna vile beka kwa masafala niliona clone. Sasa hii clone ameweza kuna nini? Kuja hivi cameraman. Clone ameweza kumaliza
ameweza kumaliza mtu nguvu na design alimaliza mtu mimi nikaona ameanza ni kama ameanza kuishiwa nguvu. Ameanza kuishiwa nguvu, unaona? So mimi na propose ya kwamba ndio tuweze kusaidia clone at least tukue na njia rahisi, unaona? Tukue na njia rahisi wenye ya kumsupport aweze kupata hiyo damu, aweze kupata hiyo at least tujue ni nini na ambacho tunaweza tukakifanya at least. Clone asishiwe nguvu. So Peter, I think tunaweza ingia hivi. Tunaweza ingia hivi. Nini Peter? Nini Peter? Peter ameenda wapi? Guys. Wewe. Cameraman. Ona Peter kweli. Peter ameenda wapi? Sasa tuna hizi gani? Kwa tena nimebaki peke yangu. Rayo ameenda. Peter yuko. Sasa sijui sasa ndio ndawapata asi huko. Guys, sasa mimi sijui natoka aje huko. Na manage kutoka huko successful kweli. Nimebaki peke yangu. Ninafaa nisaidie kutafuta Peter kwanza kabla nitoke. So cameraman, ukiona anything just niambie. Ndio clone ni kama anaishiwa nguvu. Ndio Peter ameshatoka. Sasa nimebaki mimi. Tume na haja kuja. Twende cameraman. Guys, ini apa guys? Guys, pray for me guys. Pray for me guys. Peter. Sasa najua ameenda hapo. Lord, dear God, open the eyes. Come on, can anything? Niambie. Sasa hapa tibi. Hapa ndio inabidi. Kama hapa kukitokea kutia yote usinani. Itabidi usiseme mtoke kuja tuende kupigana naye. Itabidi sasa tutafute ya kutafuta Peter haraka. Alafu tukishampata sisi tutatoka kwenda home. Tungoje kazi nyingine clone ifanye na mitume. But guys, family kama mko hapo nje, mimi naomba tu ushirikiana wako na mimi na wewe. Sisi tuone jinsi gani tunaweza generate hiyo mbuzi na nani. Sisi mitume na clone watusaidie kazi. Mitume na clone watusaidie kazi. Mimi niko na watu wa cameraman. Utaende na uende pole pole. Uende pole pole cameraman. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh.
Kama na kitu yote niambie. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. Ametenda maajabu na siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Ametenda yes. Joko bado niko na wasiwasi. Niko na wasiwasi kama am I safe? Nimekopati kuenda. Ametenda maajabu. Oh, ametenda maajabu na siwezi kueleza. Siwezi. Kuna mtu anakuja. Kama anataka kuna watu wanakuja. Cameraman. Cameraman toroka. Cameraman toroka. Ndio pita cameraman. Dikini pole-pole. Ndio pole-pole kan. Jangan